Wapenzi watazamaji, mnamo siku ya Jumatatu tarehe 16 mwezi wa pili mwaka 2026, Edwin Sifuna alitangaza kwamba siku ya Jumamosi atakuwa na mkutano wa Linda Mwananchi katika kaunti ya Kakamega. Ikapita masaa machache, Rais William Ruto akawaita wabunge wa kaunti ya Kakamega Ikulu, akawapanga kwamba wakwepe kufika katika mikutano ya Sifuna. Namba 2, akawapa pesa wawalipe wananchi wasiende kwenye mikutano ya Sifuna. Ninaelezwa kwamba aliweza kupeana shilingi milioni 10 zifanye kazi. Lakini cha kushangaza wabunge ambao walipewa kibarua cha kuwalipa wananchi wa Kakamega wasiende kwenye mikutano ya Sifuna ndio wabunge ambao wanahamasisha wananchi wa Kakamega wamkaribishe Sifuna kwa wingi katika kaunti ya Kakamega. Karibu niwachanganulie hili swala kwa undani. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Tafadhali piga subscription, bonyeza kengele, alafu sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi viwili vitatu. Ukifanya hivyo utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa hichi kituo, mpenzi mtazamaji. Vile vile hapa kuna penye wameweza kukuandikia like, tafadhali fanya hivyo. Ukilike video utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa hichi kituo. Hii kanda inasambazwa kuelekea kwa watu wengi. Jinsi ambavyo unaona hapo, taarifa hizi ni freshi, moto kabisa. Zinasema kwamba something unique after Sifuna declared they will hold a rally in Kakamega on Saturday 21st February. Ruto summoned Kakamega MPs to State House the same day and ordered to tell people not to attend Sifuna's rally. Surprisingly, the same MPs are apparently welcoming Kakamega people to attend Sifuna's rally despite funded with 10 million shillings for the job. Habusie. Sijui hilo linamaanisha nini? Habusie linamaanisha nini? Nasikia hapa William Ruto amepeana mpaka pesa wananchi walipwe wasiende kwenye mikutano ya Sifuna ili kumuaibisha Sifuna. Unajua, baada ya Sifuna kuandaa ule mkutano wa Kitengela, serikali ilitetemeka sana. Ule mkutano wa Kitengela ulitetemesha wanasiasa. Itawezekanaje Sifuna mwenye alikuwa napaswa kuyumba kisiasa baada ya kuvuliwa wadhifa wa katibu mkuu anapata wafuasi wakubwa, anapata wafuasi wengi. Wengi wakaanza kusema sijui Kitengela ni mahala ambapo unaweza ukaenda kama wewe ni mwanasiasa alafu wananchi wakuje kukusikiliza. Mpaka nikashangaa hawa ambao wanatuambia hayo, wao wamewahi enda Kitengela wakaandaa mikutano. Akina Robert Talai, akina George Kaluma ndio walikuwa nasema hayo. Mimi nikashangaa wao wamewahi enda pale wakaandaa mikutano, wakatupigia picha tuweze kuona kwamba wananchi wengi wamekuja, kwa sababu wamesema kwamba Kitengela wananchi wengi wanaweza wakakuja kwenye mikutano ya mtu yeyote. Sasa serikali iliogopa na serikali ikapanga kuhakikisha kwamba Sifuna hataweza kupata wafuasi kama wale ambao waliweza kupata upande wa Kitengela. Akaita wabunge wa Kakamega akawalipa, akawaambia sasa enda waambie watu wasifike kwenye ile mikutano. Waambie waimbe tuta. Lakini unajua hao wabunge ndio wanaambia wananchi kwamba waende kwenye mikutano ya Sifuna. Hizi ni taarifa za ndani. Yaani kukua William Ruto sometimes inahitaji moyo. Unatoa pesa, wafanya kibarua, wale ambao umepea pesa wafanye kibarua, wanagoma, wanafanya opposite, kinyume na matarajio yako.
Ndio, ninajua serikali imekwisha panga mpaka goons kwenda kuharibu mikutano ya Sifuna. Na kuambia ukweli, hizi ni taarifa mbichi, taarifa moto ambazo ninapokea kwamba serikali ilipeana pesa wananchi walipwe wasiende, na iwapo wananchi wataenda basi pesa zingine zimekwisha tolewa mpaka goons walipwe ili kwenda kusambaratisha mkutano wa Sifuna katika kaunti ya Kakamega. Lakini kitu ambacho hawakijui, unajua kipindi ambapo mnavunja mikutano ya Sifuna, kipindi ambapo mnaharibu mikutano ya Sifuna, Wakenya wataanza kujiuliza, je, ni kwa nini serikali haitaki mikutano ya Sifuna iweze kufanyika kipindi ambapo mikutano ya chama cha ODM inaruhusiwa? Mfano, weekend hii watakuwa upande wa Siaya, akina Oburu Odinga, akina Gladys Wanga watakuwa upande wa Siaya. Wananchi watakuwa wanajiuliza ni kwa nini Sifuna yeye mikutano yake inaharibiwa, inavunjwa, ili hali mikutano ya chama cha ODM wao wanaachwa, wananawiri. Utagundua kwamba Oburu na wenzake wanataka William Ruto aweze kuchaguliwa. Wameweza kusafisha dhambi zote za William Ruto, kama vile kutounda kazi kwa vijana, kama vile serikali yake kuangamiza vijana, kama vile serikali yake kuongeza ushuru, kama vile serikali yake kutumia maafisa wa polisi vibaya, mahala ambapo wanamwagia wananchi tear gas na hata kuwaua. Sasa ODM imeweza kusafisha William Ruto, wamesahau kwamba William Ruto aliweza kuwatendea wananchi vibaya. Ili hali upande mwingine, upande wa Edwin Sifuna wanasema William Ruto asichaguliwe. Kwa nini? Hajaunda kazi kwa vijana. Kwa nini? Serikali yake iliweza kuangamiza wananchi, inatumia mamlaka vibaya. Serikali yake inaongezea wananchi ushuru. Serikali yake imefanya mpaka maisha yamekaa magumu katika taifa letu la Kenya. Serikali yake haijaweza kutimiza ahadi za kampeni, kama vile kuunda barabara, kutoa wasaliti wananchi, kutopandisha gharama ya maisha. Hayo ndiyo Sifuna anasimamia. Lakini upande mwingine wamesema kwamba Ruto endelea kutesa wananchi, lakini tunasema uweze kuchaguliwa. Sasa hawa wabunge kutoka upande wa Western wamekula pesa za William Ruto, wamewaambia wananchi kwamba nenda kwenye mikutano ya Sifuna bana. Nenda mkamlaki mtoto wenu. Nenda mkamlaki mtoto wenu. Na wacha niweze kuzungumza na wananchi wa Western. Iwapo kama unanitazama, kama wewe ni mwananchi wa Western, by the way, eneo la Magharibi, hebu komenti unatoka kaunti gani? Kama uko eneo la Western, hebu comment unanitazama kutoka kaunti gani? Kama ni Kakamega, kama ni Vihiga, kama ni Busia, kama ni kaunti ni nyingi, Bungoma. Hebu comment tuweze kuona. Wacha niweze kuzungumza na watu wa Kakamega au watu wa Western. Jitokeze kwa wingi, mulaki kijana wenu. Mkiacha msimulaki na mkiacha goons wamshambulie, basi nyinyi ndio tutalaumu. Nyinyi ndio tutalaumu. Kazi yangu mimi mwanahabari ni kumonitor, kuangalia jinsi ambavyo mikutano ya Sifuna itakuwa inaendelea, alafu mimi ninawahabarisha. Kwa hivyo wananchi wa Western, mmesikia mpaka goons wamepangwa, lakini nyinyi ndio mnapaswa kuchukua jukumu hilo la kumlinda Sifuna. Unajua Sifuna hana maaskari wa polisi. Akina Oburu wao wamepewa askari polisi. Lakini kwa sababu Sifuna wao wanapinga mikutano ya serikali, hawatapewa polisi. Kwa hivyo nyinyi ndio nataka muwe polisi wa Sifuna. Nataka muwe polisi wa Sifuna. Ground imebadilika bana. Hao wabunge, unajua sababu ambayo imefanya hawataki kuwapea wananchi pesa, watawapea wananchi wakule tena waenda kwenye mikutano ya Sifuna. Imagine hizo pesa William Ruto amepeana, wameweka kwa mfuko. Wameweka kwa mfuko. Amewaambia wananchi enda. Kwa sababu gani? Hata hao wabunge wanataka kuja kuchaguliwa 2027. Wengine wao wanataka ugavana, wengine wao wanataka useneta au viti vingine. Wakianza kuwakataza wananchi sasa hivi ni uchaguzi ni next year, ni nini kitatendeka?
Tupatane kwa kanda ijayo, sijui wazo lako ni lipi, ila hongera sana kwa hawa wabunge kutoka eneo la Western ambao wameweza kufanya haya mambo. Piga subscription, bonyeza kengele, sambaza hii kanda. Na by the way, leo sijaweza kuambia vijana wenzangu mchukue ID. Kama huna ID, hakikisha kwamba kesho unafika Huduma Center, unafika kwa chief, unajiandikisha kama mpiga au unajiandikisha kama uweze kupata kitambulisho. Kikija, jiandikisha kama mpiga kura. Asante sana.